Marekani wamemwekea vikwazo kamishna mwandamizi wa jeshi la polisi la Tanzania Bwana Faustin Mafuere baada ya sababu mbalimbali ambazo awali hazikuweza kuwekwa uwazi katika barua iliyotoka nchini Marekani. Kutoka Marekani, kupitia waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema vikwazo hivyo vimewekwa, mojawapo ni kumzuia Bwana Faustin Mafuere kuweza kuingia katika nchi ya Marekani, lakini walirejelea sababu mbalimbali zikiwemo sababu za ukiukwaji wa kisheria, sababu za ukatili wa kingono, mateso, lakini pia ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Lakini sababu hizo kuleta vikwazo vyote hivyo walirejelea kuhusiana na masuala mazima ya kisiasa ambayo yalitokea mwaka jana dhidi ya wanaharakati wa Uganda, lakini Kenya kupokea mateso makali walipokuwa nchini Tanzania katika mahudhurio ya kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Na wanaharakati hao ni Agatha Atuhaire wa Uganda, lakini pia Boniface Mwangi ambaye ni wa Kenya, ambao wote last year waliweza kuwa nchini Tanzania kufuatilia masuala mazima ya kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu kipindi kile cha mahojiano. Lakini binti Agatha Atuhaire ambaye ni mwanaharakati wa Uganda alidai kuweza kunyanyaswa vibaya na kingono na mapolisi ambao wote walikuwa chini ya Faustin Mafuere. Lakini mwenzake ambaye ni Boniface Mwangi, ambao wote walinyanyaswa kwa pamoja, yeye alidai kupigwa na kupokea kipigo kikali sana dhidi ya mapolisi wa nchini Tanzania. Sasa rasmi USA waliweza kuweka vikwazo hivyo, ambao ni muendelezo wa kuweka vikwazo kwa viongozi wote duniani ambao wanajihusisha na masuala mazima ya ukiukwaji wa sheria na haki za kibinadamu. Na hiyo ripoti ilitoka kutoka Washington DC kupitia waziri wa mambo ya nje wa mambo ya Marekani. Na wanaita ni muendelezo kwa sababu hata kipindi kile Paul Makonda bado ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam aliweza kuwekewa vikwazo yeye pamoja na mke wake kutokana na masuala mazima ambao walidai ni ya ufisadi na ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Sasa hizo ndizo zilikuwa sababu za msingi kutoka barua ya Embassy of USA in Tanzania kupitia waziri wa mambo ya nje ya kisiasa wa nchi ya Marekani. Sasa usisahau kutufollow kuweza kupata taarifa nyingine nyingi zitakazokuwa zikijiri hapa.